Mwanzoni kabisa mwa movie ukiangalia vizuri ni kama mvua ilikuwa ikinyesha, lakini hii haikuwa mvua ya kawaida hata kidogo. Dakika za awali watu walihisi huenda ni kimbunga ambacho kimesafirisha baadhi ya taka, lakini kwa bahati mbaya waliona hali hiyo inazidi kuzidi tu. Mwanamke mmoja anaitwa Barbara alikuwa na binti yake katika gari, walikuwa wakielekea nyumbani. Hali hii ikawashangaza sana, ikabidi kupiga simu kwa mume wake. Mume mtu akasema wawahi haraka sana nyumbani. Sasa wakati wanaendesha gari kuelekea nyumbani, kwa bahati mbaya kulikuwa kuna jamu kubwa, ikabidi mama mtu amwambie binti yake ashuke haraka sana. Maajabu ikawa vitu ambavyo vinapatikanika baharini ndivyo ambavyo vikawa vinaonekanika katika maeneo haya, mpaka mananga yakawa yanaanguka. Vitu vikubwa kutokea baharini vikawa vinashuka, lakini havikuwa na maji. Taarifa kutokea kwa wanasayansi na waandishi wa habari wakawa zidi kuziwasilisha kwamba wanasayansi wanajaribu kutafiti chanzo ni nini, lakini haikugundulikana chanzo kimetokea wapi. Lakini jambo la kushangaza ni pindi ambapo waliweza kuona meli ya Titanic na yenyewe ilikuwa imetupwa katika maeneo ya nchi kavu. Ile ni meli ambayo ilizamaga miaka ya zamani sana. Waandishi wakazidi kutoa habari tu kwamba mpaka meli ya Titanic imeweza kuonekanika. Kumbuka kwamba meli hii ilizama miaka ya zamani, tena katika vilindi virefu sana vya bahari. Sasa unajua bara lote hili lilitokea wapi? Mvuvi mmoja alikuwa anakunywa maji, akalichukua lile kopo akalitupia baharini. Sasa wakati wananyanyua nyavu zao ndio wakagundua kwamba wameweza kuvua na kiumbe fulani wa ajabu ajabu hivyo, wao wakapotezea tu. Lakini mvuvi mmoja akaona amfyatulie risasi yule kiumbe, na ni kweli alifanikiwa kumuua. Alafu baada ya hapo wakamtangaza katika mitandao ya kijamii kwamba wanamuuza kiumbe huyu. Lakini upande wa serikali waliagiza jeshi kwenda kupeleleza juu ya uwepo wa huyo kiumbe, kwani ni mara ya kwanza anaonekanika katika uso wa dunia. Na baada ya kumkamata yule kiumbe na kufanikiwa kumuua, walimweka juu kabisa, walimweka katika kikeji fulani hivi. Alafu baada ya hapo wakaendelea kumdiscuss na wakaanza kusema kwamba kiumbe kama huyu inasemekana alikuwepo miaka ya zamani sana. Sasa sifa za viumbe kama hawa zinafahamika vizuri kabisa. Kwa hiyo wanajeshi walikaa katika maeneo ya kando kidogo ya bahari. Alafu huko ndani walimwacha binadamu mmoja anayefahamika kama Morgan na mwamba mmoja anafahamika kama Sari. Usiku mzima walibakia hapo wakiwa wanamlinda yule kiumbe, lakini ilipoweza kutimba mishale ya saa 11 alfajiri, kuna kitu cha ajabu waliweza kushuhudia ndani ya kile chumba. Kama ardhi ikaanza kupoteza uimara wake, ikaanza kuregea na kama maji yalikuwa yanatokea ardhini. Ghafla tu bidada akaanza kushuka ardhini. Mwamba Morgan alijitahidi sana kumuita bidada Sari, lakini bado hali ilikuwa ni tete tu, kwani bidada ni kama alikuwa anavutwa na kiumbe fulani ardhini. Baada ya kummeza bidada ndipo ambapo kikaja kummeza na mwamba pia. Lakini wakati Mwamba Morgan ndio anazamia dakika za mwishoni, alikuwa amehitaji msaada, lakini kwa bahati mbaya wanajeshi hawakuweza kufika kwa wakati. Lakini kuna kiumbe akatokea katika maji na akaenda kuchukua ule mwili wa kiumbe mwenzao. Masoja wakawahi haraka sana eneo la tukio, lakini wamefika tu wanakuja kugundua kwamba hakuna Morgan wala hakuna Sari, lakini pia ule kiumbe hayupo. Pale chini ambapo muda wote palikuwa pametapakaa maji pakawa pakavu kabisa. Wakajaribu kuwapigia simu ila wakashangaa ile simu inaita chini ya ardhi. Kitu cha kushangaza, walipokuwa wakifukua pale chini wakashangaa na ukuta mwili wa mwamba, alafu ardhi ni kavu kabisa. Sasa wakaanza kujiuliza ameingiaje huyu mtu katika ardhi hii? Sasa yule msoja anayefahamika kama Bariki, huyu jamaa kumbuka kwamba ndio mume yule bidada anayefahamika kama Barbara ambaye tulimuona mwanzoni kabisa. Mke wake yule ambaye ni mweusi alikuwa amekabiliwa na kimbunga kizito ambacho tuliweza kukishuhudia mwanzoni mwa movie. Sasa Mwamba ndo alikuja kugundua kwamba yupo katika misheni mbaya kweli kweli. Ikabidi Mwamba Bariki amuulize bidada mmoja anayefahamika kama Ana kwamba huyu kiumbe ni wa aina gani, lakini Ana akasema hawa viumbe bana wana mtindo, kama mmoja akikamatwa wanaweza kuwasiliana na viumbe wenzao. Na bidada akaendelea kuongea kwa kusema kwamba walikuwa wakiishi katika ardhi yetu kwa miaka zaidi ya 1000, lakini baadaye wakahamia katika makazi ya baharini na waliwaacha binadamu waendelee kuishi kwa uhuru. Na bidada akasema hawa viumbe wanakaa katika bahari ya vilindi virefu sana, lakini inaonyesha wameanza kuitamani tena ardhi, ndio maana wameanza kusogelea maeneo ya ufukweni, ndio maana wavuvi walifanikiwa kuweza kuwavua. Na mara ghafla tu hawa viumbe wanaofahamika kama Homo hakwa wasi waliweza kujitokeza tena katika maeneo ya fukwe ya bahari, na alikuwa anahitaji kuongea na wanadamu. Kasema muliua binadamu wetu mmoja, kwa hiyo na sisi tumeweza kuwaua wa kwenu wawili, hivyo hatuhitaji magomvi tena na nyie, tunahitaji amani. Na akazidi kueleza kwamba msituchukulie kwamba tuko wachache, tukisema tujitokeze nyie binadamu ni wachache kabisa. Tuko baharini, tumeishi mafichoni kwa muda mrefu, lakini hii ilikuwa ni ardhi yetu kutokea mwanzoni, na kwa sasa tumechoka kuendelea kuishi mafichoni, tunahitaji kuwa jirani kabisa na nyie. Hivyo basi likajengwa daraja kubwa sana ambalo lilikuwa linatokea baharini kuelekea katika maeneo ya nchi kavu. Kiasi fulani ilikuwa ni utalii mkubwa sana, kwa sababu watu walipokuwa wakihitaji kuwaona hawa viumbe walikuwa wanaona kiurahisi zaidi, kwani kulikuwa kuna kioo kikubwa sana kinachotenganisha maji pamoja na hawa viumbe Homo hakwa. Lakini kuna mwanamke mmoja alijitokeza na kusema kwamba nilipokuwa nakaribia kujifungua, ghafla tu mtoto wangu alipoteza maisha kutokana na kemikali ambazo mlikuwa mnazimwagia katika maji. Wakajaribu kuanza kumwomba msamaha, lakini huyu kiumbe akasema yeye atazungumza na mtu mmoja tu, Mwamba Bariki. Akasema huyu ndiye mtu pekee alionyesha respect ama heshima kwa yule kiumbe wetu aliyepoteza maisha. Na kumbe Mwamba Bariki alipokuwa amemwona yule kiumbe amepoteza maisha, alipigaga ishara ya msalaba kiasi cha kumwombea yule kiumbe, yani apumzike kwa amani huko aliko. Na hawa viumbe Homo hakwa wakasema kuanzia sasa watakapokuwa wanataka kuzungumza na binadamu, basi watakuwa wanazungumza na
huyu Barrick ndiye ambaye atakuwa anawasilisha lolote lile. Basi Mwamba Barrick akaamuliwa kwamba kuanzia sasa hivi yeye ndo atakuwa messenger ama mtu ambaye atakuwa anatumika kutoa ujumbe wa wanadamu kupeleka kwa wale viumbe Homoakwa. Kwa Mwamba akakodiwa bonge la hoteli ambalo atakuwa anaishi, lakini jamaa alishangaa kulikuwa kuna ulinzi mzito. Lakini pia mke wake pamoja na mtoto wake walikuwepo katika chumba hiki. Kumbuka kwamba huyu mke wake sio kwamba ni mke wake mpaka sasa, walishakuwa wameachana, ila kwa sababu ana mtoto basi wanamlea tu mtoto. Lakini mwanamama Barbara alibaki analalamika sana kwa kusema kwamba kwa nini unakuchagua wewe kuongea na viumbe wa ajabu namna ile wanatisha vile? Na leo ndio ilikuwa siku ya kwanza kikao cha Mwamba Barrick kuweza kuzungumza na wale viumbe Homoakwa. Alipofika tu katika kikao, kwanza hawa viumbe wakahitaji maji kutokea mtoni. Wanajeshi wakawahi haraka sana. Na ukumbuke hawa viumbe wanaishi katika maji ya chumvi, yani maji ya bahari. Walihitaji maji ya mtoni ambayo si maji ya chumvi. Lakini walipoyaleta maji, hawa viumbe wakasema hayo maji ni kwa ajili yako. Lakini Mwamba Barrick akiyatazama yale maji ni machafu, hawezi kunywa, lakini ndio ameambiwa kwamba anatakiwa kunywa, kwamba walimkaribisha maji. Lakini Mwamba akasema maji haya ni machafu na hayafai kuweza kunyweka. Basi huyu kiumbe akasema na hiyo ni matokeo ya uchafuzi mnaofanya katika mazingira yenu. Wakati sisi tunaishi katika uso wa ardhi yenu, tulikuwa tuna uwezo wa kunywa maji mpaka ya mtoni na yalikuwa masafi kabisa kwa sababu tulikuwa tu yachafu. Lakini Mwamba Barrick akawaahidi hawa viumbe kwamba watafanya juhudi katika kuyasafisha maji ili yawe yanafaa hata ukunywekwa. Huyu kiumbe akasema nimekupenda, ndio jibu ambalo alikuwa ameweza kulitoa wakati huo. Hasa Mwamba alipoweza kurudi nyumbani, mawazo kama yote nyakati za usiku, mtoto wake wa kike akawa amemfuata na kusema baba, mbona ulali? Lakini baba akasema inaonekana una hofu sana. Na mzee akamuahidi binti yake kwamba atampeleka nyumbani, asiendelee kukaa katika hii hoteli ambayo ina ulinzi mkubwa, ambayo inamkosesha kabisa uhuru binti yake. Siku ya kesho yake Mwamba Barrick akawa anakutana tena na wale viumbe Homoakwa na wakaanza kupiga tena maongezi. Na maongezi yao yalikuwa ni kwamba tumeweza kuwasiliana na viongozi wote wa dunia nzima na tuko tunaandaa mpango wa kuhakikisha tunayaweka safi kabisa mazingira ya bahari ili muweze kuishi kwa amani huko. Na wakaongezea kwa kusema kwamba mpaka kufika mwaka 2056 tutakuwa tumeshasafisha kabisa bahari kwa 56%. Lakini huyu Homoakwa aliposikia kwamba jambo hilo la kusafisha bahari litatumia miaka 40, akasema haiwezekaniki kabisa. Alafu tena mtasafisha kwa 50% tu. Huyu Homoakwa akazidi kumsogelea Mwamba Barrick akasema watu wetu wanakufa kila siku, alafu eti tuwasubirie miaka 40 msafishe bahari. Mwamba Barrick alipokuwa akimtazama kiumbe huyu namna alivyokuwa anazungumza kwa hasira, basi akaanza kusema samahani, tunaomba mtusamee, tutakwenda kulitafakari jambo hilo upya. Lakini Mwamba Barrick akapendekeza kwamba kama viumbe wote tukashirikiana, nyie pamoja na sisi kuisafisha bahari, basi kazi hiyo inaweza ikaenda haraka zaidi, huenda hata kwa muda mfupi pia. Asa hawa viumbe waliposikia kwamba watashirikiana, basi ndio ile siku ambapo tukaweza kuona kuna makopo na makaratasi mengi yakawa yanaruka mitaani. Kwa hiyo viumbe walipogundua kwamba binadamu ni wazinguaji tu, hawawezi wakatoa ushirikiano, basi wao ndio waliamua kuisafisha bahari kwa kuondoa kila uchafu ndani ya bahari. Wakati mabaraa hayo yote yanaendelea kule mitaani, bado Mwamba akazidi kuongea tu na huyu kiumbe. Huyu kiumbe akazidi kusema kwamba kama unataka niwasamehe, basi nawapa masharti matatu. Hatua ya kwanza, sitotaka uchafu wowote uweze kuingia ndani ya bahari. Sharti la pili, kuanzia sasa hivi kutakuwa hakuna meli baharini wala boti wala mitumbwi, na hakutakuwa na namna yoyote ile binadamu kuingia katika maeneo ya maji. Na sharti la mwisho ni kuhakikisha kwamba unajengwa mpaka mkubwa sana kati ya maeneo ya bahari na maeneo ya nchi kavu. Binadamu hawatakiwi kusogelea hata beach. Na wakakazia kabisa katika maeneo ya Coco Beach, kule ndo kuna taka nyingi sana. Lakini hawa miamba ambao walikuwa wamemsindikiza Mwamba Barrick wakapanic na kuanza kusema hilo haiwezekaniki bana, tutasafirishaje mafuta na bidhaa nyingine nzito nzito? Watu mule ndani wakapanic na kuanza kuwafokea wa viumbe kwamba wanaanza kuwapanda vichwani. Lakini dude lililotokea mara baada ya mabishano hayo asikwambie mtu. Bwana, tukutane katika episode ya pili na ya mwisho ambayo itakwenda kutupa majibu ya nini kitakwenda kujili. Kumbushe tu kwamba kuanzia mwanzoni ulikuwa na mimi naitwa DJ Paul na hii ni PVP Media Max. Picha hili lina sehemu mbili tu. Gusa alama ya kulike kadri unavyoweza, na kama bado hujagusa alama ya kusubscribe fanya hivyo. Hivi unajua kuwa PVP Media Max katika kitengo chake cha IT wanatoa huduma ya kuuza channel za YouTube ambazo zimekuzwa na PVP Media Max, lakini pia wanatoa huduma ya kukuza channel kutokea subscriber 0 mpaka subscriber 1000 ndani ya siku moja tu. Alafu ile changamoto inayowatesa wengi kufikisha masaa 4000, basi changamoto hiyo inatatuliwa ndani ya siku 2 tu, kama tu ukishirikiana na PVP Media Max. Mamia ya watu wameshashtukia mchongo na watu wanatengeneza mkwanja mzito. Kama ujui utafungua channel ya YouTube na uelewi nini cha kwenda kufanya, tunafundisha namna ya kutumia AI, yani video ambazo unatengeneza wewe mwenyewe pasipo hata kuweka sauti yako wala picha. Hizi video zinajitengeneza zenyewe kwa kutumia maandishi tu. Nilidhani radi inagonga juu ya paa mpaka niliposikia ikigonga chini ya ardhi, na pale kwenye maji ya barabarani kitu kilining'inia kama kamba, lakini kilikuwa ni ngozi ya nyoka imeandikwa jina langu. Kuanzia siku hiyo
Pesa zilianza kutoka sehemu ambayo haiwezi kutoka pesa, kaburini. Shitu. Mbona hii ni zaidi ya ofa? Yaani unajifungulia akaunti ya YouTube, baada ya hapo inakuzwa mpaka kufikia vigezo ndani ya siku moja, kisha baada ya siku 2 inatimiza masaa, siku ya 3 unafundishwa namna ya kutengeneza content. Alafu kilaini tu ukiwa nyumbani unatengeneza mkwanja mzito. Wewe bwana wewe, upewe nini? PVP Media Max ni zaidi ya burudani na ni zaidi ya ajira. WhatsApp katika namba yetu ya simu ni 0622113984. Huduma zetu ni gharama nafuu kabisa. Kwa shilingi 100,000 tu unatengenezwa channel na kukuziwa. Kumbuka, ofa hii itakapoisha gharama itakuwa kubwa zaidi. Wahi sasa, ipatia huduma yako, tengeneza ajira yako binafsi.